Mtazamaji wa Kibona Media, karibu kwenye Sports News, ni sehemu pekee ambapo unapata madini ya michezo ya hapa nyumbani na hata nje mipaka ya Tanzania. Leo tuko hapa na Isike Fred, mchambuzi wangu wa zamu leo kuzungumza machache ambayo tunakwenda kuwagusia. Na mimi naitwa Nixon Mgeni, mzee wa Red Card. Nyuma kamera ni Clay ambaye anatoa picha kutoka kwenye kamera yake, kuleta kwenye simu yako, kuleta kwenye kompyuta yako au kuleta kwenye kifaa chochote ambacho unatumia kukitazamia. Karibu tuungane na sisi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Isike Fred, kuna tetesi zinazungumzwa sana mara baada ya dabi ya Kariakoo kufahamika inachezwa muda gani, sehemu gani. Tetesi ziko nyingi kweli, na tetesi hizo zinahusisha marefaris ambao wanatoka nje ya nchi, na nchi ambayo inahusishwa sana kuleta waamuzi hao ni nchi ya Morocco, na baadhi ya waamuzi hao wanafahamika kwa majina kama Hamza El Fal ambaye ni refa wa kati, lakini kuna Lesen Azikawi msaidizi namba moja, lakini pia Hamza El Nasri msaidizi namba 2, lakini pia kuna Mosfati Chaf hapa, huyu ni photo official. Waamuzi hao kutoka nchini Morocco wanasemekana kwamba watakuja kuchezesha dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa pale katika dimba la Meja Isamuhyo Mbweni hapa Dar es Salaam. Swali langu kwako Isike, unadhani kuna ulazima sana wa kuwaleta marefari kutoka nje kuchezesha dabi ya hapa nyumbani? Kwangu mimi naamini dabi inatutoa ufahamu kidogo. Yaani kwenye hii miaka miwili ama mitatu mchezo wa dabi umekuwa na vitu vingi kuliko nyakati nyingine, vitu ambavyo viko nje ya uwanja ambavyo vinapelekea shida kwenye mchezo husika. Mimi kama mwandishi nafikiri sidhani kwamba tulikuwa tunahitaji waamuzi wa kigeni kwenye mchezo huu. Nikisema hivyo nina vizingatio kadhaa ambavyo nitaweka hapa. Kwa sababu hizi ni tetesi na kama zitatokea kweli, maana yake tutakwenda kushuhudia mchezo wa dabi ya duru la pili NBC Premier League kwenye uwanja wa General Meja Isamuhyo kati ya Simba dhidi ya Young Africans tarehe 3 mwezi wa 5, wakiwepo waamuzi wa kigeni. Lakini mimi sababu yangu ya kwanza ambayo naona ni kama tunapaparika, ni kama hatujui tushike lipi tuache lipi. Kwa siku zisizopungua 2 tumeona semina kubwa ya VAR ikifanywa na mkufunzi wa CAF chini ya kivuli cha FIFA. Imefanyika kwa siku kadhaa takribani pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye ukumbi wa ndani. Na waamuzi wasiopungua wale wote wa daraja A kwenye ligi yetu walishiriki. Na mzunguko kina Arabia wote, kina RCC, kina Tatu. Ndio. Kwa hiyo kwangu mimi kama tuna waamuzi ambao hadi wamefikia kwenye level ya kupata course ama seminar za kuongeza uwezo na ujuzi kwenye masuala ya VAR, kumbe kuna nafasi bado dabi yetu inaweza kucheza na waamuzi wa ndani na tukapata mechi bora. Hatutibu changamoto za waamuzi wetu kwa kuwanyima fursa ama jukwaa kubwa la mechi ya dabi ya Kariakoo. Kila nchi ina mechi kubwa. Kwa hiyo sisi mechi ya dabi ya Kariakoo kwa maana ndio mechi ya kwanza kwa ukubwa kila mechi zingine za Azam na Singida. Kwa hiyo nilitegemea tuone waamuzi kutoka ndani wakipewa nafasi na kwenda kucheza mchezo, lakini kwa tetesi zinavyoonekana ni kwamba kuna kutokuaminiana. Kuna sehemu kubwa wadau wa michezo, lakini na mashabiki na wanachama vilabu vikubwa vile vya Simba na Yanga wamekuwa hawawaamini waamuzi wetu wa ndani. Na hii ni pressure ambayo imekwenda kwenye shirikisho na kwenda kwenye bodi ya ligi. Na tunaona kwa huo wasiwasi kwa bodi ya ligi inaona itafute option B. Wanaenda nje ya nchi kwenda kutafuta waamuzi hiyo ndio kusema hii na tupate kitu bora. Kwangu mimi naamini makosa ya kibinadamu kwenye mchezo wa mpira hayawezi kuondoka kabisa. Hata waamuzi wanaweza kukosea na hata waamuzi wanaweza kupatia. Hata waamuzi wanaweza kupatia na zipo nyakati ambazo wamekosea. Kwa kwangu mimi nilikuwa nataka tuwape hali ya kujiamini waamuzi wetu, ili zikija fursa za kuchaguliwa waamuzi kwenye mashindano makubwa barani Afrika wao wanachaguliwa na CAF kwa urahisi. Sasa CAF itakuwa inasema hata nyinyi kwenye mechi yenu kubwa ya nchi yenu hamchaguliwi, hamwaminiwi. Shirikisho lenu linakwenda nchini Misri wanalipa pesa nyingi kuwapata waamuzi wa mchezo wenu. Kwa hiyo nyinyi bado hamkidhi vigezo na ubora wa mechi kubwa hata za vilabu barani Afrika. Ndio maana unaona namba yetu ni ndogo sana kwa waamuzi wanaokwenda sana. Kwa hiyo kwangu mimi kama itatokea, maana kwa mimi binafsi
Nafikiri ni ile kwamba kutokuaminiana kwa vilabu vikubwa vya Simba na Yanga kwenye masuala ya uamuzi, lakini pia kuna pressure ya kutoka kwa mashabiki tunasema kwenda kwa shirikisho na kwenda kwa TFF. Tunaona mara kadhaa makosa mengi yakichaguliwa na pande hizi mbili yakionekana kuliko kitu kizuri wanachokifanya. Kwa kwangu mimi bwana Nixon, naweza nikasema hilo ni jambo la kwanza kwa kuaminiana, lakini kitu cha pili kwa nini Simba na Yanga na sio mechi nyingine? Tafasiri hii ni mechi ambayo inakwenda kufanya maamuzi pia ya mbio za ubingwa kwa msimu wa pili mfululizo. Na ndio maana bodi ya ligi na TFF kwa pamoja wakaona ili tuepuke lawama kuelekea mwishoni mwa msimu, michezo bakia takriban 10. Hawa mabwana tuwaletea waamuzi kutoka nje ya nchi ili wao bodi ya ligi, kamati ya waamuzi na TFF wawe kwenye upande salama mchezo ule kumalizika dakika 90, kwamba haikuwa sisi, ni wale wageni. Umeelewa? Kwa kuna hiyo tahadhari ipo hiyo, lakini pia mtazamaji na Kivora pamoja na mfuatiliaji kwenye mitandao ya kijamii kwamba hii sio mechi ya kwanza ya Simba na Yanga kuwa na waamuzi wa kigeni. Umewataja waamuzi hapo 4 hadi 4 official wanatoka nje nchini Misri kama watakuja kwa sasa tunasema tarehe 25 Juni mwaka msimu uliopita 24-25 hatuchezi mchezo wa kutamatisha msimu wa ligi baina ya Yanga na Simba dimba la Benjamin Mkapa. Simba analoana goli 2 kwa duara. Mechi ile ilisimamiwa na waamuzi 4 kutoka nchini Morocco. Misri. Kutoka Misri. Yes, kutoka Misri. Na ni mchezo ambao ulikuwa una mtikisiko nje. Kwa hiyo ilikuwa atakayeshinda anachukua ubingwa. Naam. Simba alitakiwa kushinda, Yanga alitakiwa sare ya ubingwa. Sababu Yanga alikuwa mbele kwa pointi moja. Kwenye scenario ya msimu ule unaweza kuelewa kwa nini waamuzi kutoka nje. Mechi ilishapitia mazonge mengi. Ya hatuchezi upande huu mara upande huu hatuchezi. Ikairishwa takriban kama mara 2. Sasa wakati uliendea mechi hiyo ambayo ni finali ya msimu kwa wakati ule, ulikuwa unaweza kuelewa bodi ya ligi na TFF kwa nini walileta waamuzi kutoka nchini Misri. Kwa sababu walikuwa wanahofia kwa namna yoyote kwa taharuki iliyopo pale usije ikatokea jambo lolote ambalo litapelekea labda uvunjifu wa amani kwenye ule mchezo. Kuondoe dalili yoyote kusema maamuzi karibu mchezo upatokea vurugu. Kwa hiyo kuleta waamuzi kipindi kile mimi nilikuwa naamini ni kitu sahihi. Lakini bado mechi yenyewe ilikwenda kuwa ya kawaida, wala mwamuzi kupata mshike yule. Alitisha mechi rahisi na ikaisha rahisi na mashughuli ikaisha pale. Wakubaliana. Lakini kwa msimu sioni kama kuna taharuki hiyo ya kwamba vurugu za kisiasa, vurugu za kishabiki nje. Naona mechi imetulia tu. Na shagasi kwa nini TFF na bodi ya ligi kupitia vilabu viwili na kamati ya waamuzi kwenye masuala ya kuja. Siko mzungumza vizuri kwa kweli kuhusiana na tetesi hizi kama kweli itakuja. Na hapo mimi nikushindilia swali lingine. Kama kweli ikitokea wamekuja, unadhani hatuna waamuzi wanaoweza kuchezea dabi kiusahihi na bila kufanya makosa yote ambayo na zote tunakuwa tunaita makosa ya kibinadamu. Siku zote tunafanya makosa ya kibinadamu. Unadhani hakuna mwamuzi ambaye anaweza kuchezesha mchezo huo na kuondokana na makosa hayo ambayo tunazungumzia kama kibinadamu? Kwa mtindo huu au kwa utaratibu kwa utaratibu huu mpaka tukachukue marefari wa nje. Ndani hakuna mchezaji refari ambao anacheza kwa utaratibu. Sasa TFF ndio bodi ya ligi kamati ya waamuzi wanatutumia ujumbe ufuatao kwamba kwenye nchi yetu kwa sasa hatuna waamuzi wenye sifa, vigezo na vigao vidogo na KKS na KDDS ya kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Ndio taarifa hiyo. Kwa sababu kama kuna zungumzo wanakuja waamuzi kutoka nchini Morocco, kama msimu uliopita walikuja waamuzi kutoka nchini Misri, kumbe sasa ujumbe ambao tunaupokea sisi wadau, mechi yoyote ya Simba na Yanga hayupo mwamuzi wa ndani mwenye daraja la kuichezesha. Ndio maana yake. Kama chakula kinapikwa nyumbani kwako. Ndio. Lakini siku ya kila Jumapili mpishi anatoka kwenye familia nyingine aje apike chakula, yani manake mkeo ama mtoto wako ama msaidizi wako wa kazi nyumbani hana ubora wa kupika chakula siku akija wageni maalum. Ndio maana chakula anakuja mpishi mwingine kutoka nyumba nyingine anakuja kupika hapa. Unavoambia wageni wako pia nakula kile chakula kwamba mke wangu nyumbani ama mtoto wangu nyumbani hana ubora, sifa, vigezo KDS na KKS ya kupika chakula maalum. Simba na Yanga ni chakula special. Kwa kuwa ni chakula muhimu, tumegundua kwenye jiko letu
Hayupo mpishi ambaye anaweza kukadiria chumvi, viungo, mafuta. Ndio maana tumefunga safari kwenda mpaka nchi ya Misri, tukaenda nchi ya Morocco, tunaleta wapishi ili watupikie chakula chenye harufu nzuri, chenye ladha nzuri, kitakachokuwa kijazidi chumvi wala kijapungua chumvi. TFF na bodi ya ligi na kamati ya waamuzi wanawakosea waamuzi. Kwa hii wanakosea waamuzi wa Tanzania. Sisi ni nchi mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Hii ndio daraja la kufanya waamuzi wetu hawaonekane. Lakini kwa picha inavyoonekana, dabi ya Kariakoo inakwenda kumalizwa na waamuzi kutoka nje, manake ndani yetu hatuna waamuzi wenye sifa na vigezo kuendesha mchezaji Kariakoo. Asante Isiki. Asante sana. Na hiyo ni Isiki Fred El Capitino akizungumza vizuri kule kweli kuhusiana na tetesi ambazo zinasemekana kwamba waamuzi kutoka nje ya nchi ya Tanzania, kwa maana kwamba Morocco kuja kuchezesha dabi ya Kariakoo ambayo itachezeka mwezi wa 5 2026 katika dimba la Meja Isamuhyo pale Mbweni, Dar es Salaam. Kweli mambo haya yatatokea, lakini pia una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi hapo, sasa nao kwenye kipindi cha kesho nini ambacho amekizungumza. Lakini pia tukutakie usiku mwema, lakini endelea kusubscribe, like, comment na kushare, ni jambo la msingi kwetu ndio, kwa sababu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Lakini vile vile usisahau kutembelea Instagram, Facebook, Twitter, kote tunafahamika kama Nakivona Media. Next mgeni langu jina Isiki Fred, kinyuma kamera ni Clay. Asante na kwaheri.